Bwana linatukanwa na Goliati. Maneno hayo aliyasema Daudi moyoni mwake alipoliona taifa la Bwana linatukanwa na Goliati, akasema nitapigana tu, lazima nitapambana tu. Akasema nitapigana tu, lazima nitapambana tu. Mungu wa Daudi yupo, atapigana na Goliati. Mungu wa Daudi yupo, atapigana na Goliati. Goliati alimdharau alipomuona Daudi ameshikilia komeo na mawe matano. Goliati alimdharau alipomuona Daudi ameshikilia komeo na mawe matano. Alimcheka na kumdhihaki, akasema huyu naye ni nani, anayekuja kama mwindaji ni nani? Alimcheka na kumdhihaki, akasema huyu naye ni nani, anayekuja kama mwindaji ni nani? Daudi hakujali dhihaka za Goliati, aliamini kile anachokifanya sio yeye. Daudi hakujali dhihaka za Goliati, aliamini kile anachokifanya sio yeye. Alikamata kombeo lake, akaliweka jiwe moja, akampiga. Alikamata kombeo lake, akaliweka jiwe moja, akampiga. Daudi hakujali dhihaka za Goliati, aliamini kile anachokifanya sio yeye. Daudi hakujali dhihaka za Goliati, aliamini kile anachokifanya sio yeye. Alikamata kombeo lake, akaliweka jiwe moja, akampiga. Alikamata kombeo lake, akaliweka jiwe moja, akampiga. Anguko la Goliati lilishitua mji mzima, Wafilisti wote wakakimbia. Anguko la Goliati lilishitua mji mzima, Wafilisti wote wakakimbia. Jiwe moja la Daudi limemuua Goliati, jiwe moja la Daudi limemwangusha. Jiwe moja la Daudi limemuua Goliati, jiwe moja la Daudi limemwangusha.
Haleluya, haleluya, makofi makubwa kwa mama zetu hawa wa JKC. Mungu awabariki. Imani Bwana apewe sifa. Tuna neema kuwa na kwaya nzuri kanisani kwetu, kuanzia missionary singers, healing voice, sauti ya baraka, JKC, kila wanaoimba unasikia ni baraka tupu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Jumapili iliyopita tulianza somo la nguvu ya nini? Nguvu ya kutoa. Hilo ndio somo tulilolianza Jumapili. Nguvu ya kutoa. Na nitaomba sasa, kwa sababu muda umekwenda, utanipa spidi kidogo, angalau nipitie mambo yote ninayotaka kupitia leo. Nguvu ya kutoa. Na tukaanza sababu za kutoa. Katika kipengele cha sababu za kutoa tuliangalia sababu mbili. Jumapili tuliangalia sababu mbili peke yake. Tukaangalia kwamba kutoa ni asili ya nani? Ya Mungu. Na tukasoma ile Zaburi 106 na mstari wa 37 kwamba kutoa ni asili ya Mungu. Hata watu ambao hawajaokoka wana asili ya kutoa. Tena unaweza kukuta ambao hawajaokoka wanatoa sana kuliko hata waliookoka. Yaani wanaazimana hata sigara, chungi ya sigara, mwenzake anagonga, anatoa, anampa. Mtu anakwenda baa, hana hela, anatoka melewa. Sisi watu wa Mungu tuliookoka, ndani yetu tujue tuna asili ya kutoa, na kwa kuwa tunayo, tunatakiwa kumtolea sasa ni Mungu aliye hai. Kama ungenielewa vizuri ungesema amina. Lakini pia tukasema sababu ya pili ya kutoa ni kwamba kutoa ni kama kupanda mbegu. Kupanda mbegu inayofanya nini? Izaayo sana. Tulisoma maandiko mengi, tukapitia maandiko ya waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto sura ile ya 9 mstari wa 6 na wa 7 kwamba apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Luka sura ya 6:38, wapeni watu vitu nanyi mtapewa na hata kushindiliwa. Kumbe jinsi unavyotoa, kiwango kile unachotoa, Mungu naye anakupa zaidi. Sikiliza niwaambie watumishi wa Mungu, mimi niwaambie kweli, sisi tuliookoka, moja ya goli la mkono analotufunga shetani ni kukuzuia usitoe. Shetani anawaletea watu waliookoka wanajiona maskini. Yaani umeokoka, unanena kwa lugha, unatoa pepo, unampenda Yesu, lakini
Shetani anakuhubiri wewe maskini, hauna uwezo, ukitoa utaishiwa, utafirisika, utalala njaa. Na sisi tunaposikia mawazo ya kishetani ndani yetu tukaacha kutoa, anakuwa amefanikiwa, kwa sababu hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kubarikiwa bila kufanya nini? Bila kutoa. Sasa unapotoa, wanapotoa wanaona na vitu vyao vinaongezeka, mali zao zinazidi. Sisi hatutoi tena kwa mashetani, hatutoi tena kwa waganga, hatutoi tena kwa mapepo. Tunatakiwa tutoe kwa Mungu wetu aliyetuokoa. Na ukiona ndani yako inaingia moyo kwamba nikitoa nitafirisika, nikitoa nitaishiwa, nikitoa nitalala njaa, basi ujue unakwenda kuwa maskini wa kutosha. Kwa sababu ili uchomoke hapo, lazima ujue kufanya nini? Thubutu tu uanze kutoa, utaona milango mingine inafunguka. Piga kelele, sema amen. Na nikwambie, kutoa sio elimu, kutoa tu ni moyo. Kuna watu ambao wana elimu lakini hata maisha yao yamekwama. Wanaajiriwa na watu ambao wameishia darasa la 7, wameishia darasa la 4. Tujifunze kumtolea Bwana vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo la tatu, sababu ya tatu, kutoa ni udhihirisho wa upendo kwa yule unayemtolea. Kutoa ni udhihirisho wa upendo kwa yule unayefanya nini? Unayemtolea. Tunaelewa vizuri sana. Sadiki akinitembelea nyumbani, kwa sababu ninampenda, sifurahi aondoke bila kupata chochote. Si ni kweli? Yaani nitamng'ang'ania. Bwana anasema nina haraka, basi ngoja nikuletee hata soda unywe, ngoja nikununulia hata kiskonzi pale dukani kwa Mangi. Yaani lazima nijisikie, kwa sababu ninampenda, asitoke bila kula chochote. Ukiona mtu anakung'ang'ania, subiri, ngoja kidogo tule, hata na haraka unakubali kumchelewesha, kinachokusukuma ni moyo wa upendo. Na kwa Mungu, kama ni Mungu tunayempenda, lazima tutoe kwake. Biblia inatuambia katika Yohana 3:16, ni andiko ambalo tumelizoea sana, ukilibandika pale itapendeza sana. Yohana 3:16, tunaweza tukaisema wote kwa kichwa, 1 2 twende. Kwa maana jinsi hii, alafu akafanya nini? Akamtoa mwanae, asipotee bali. Kati ya kupenda na kutoa, kipi kilianza? Kipi kilianza? Mungu alipenda, akafika hatua akafanya nini? Akatoa. Yule unayempenda lazima utoe kwake. Haleluya! Yule unayempenda lazima utoe kwake. Ukimpenda mtu, unaona, wakati watu wananipongeza hapa, naona nimeondoka na hela ya kutosha, mpaka nikasema alhamdulillah, leo afadhali. Nikasema watu wananipenda, Misimbazi inakuja noti kubwa kubwa. Ni upendo. Yaani ukiona unatoa kitu chako, sio kwamba ukipendi kile kitu, lakini unampenda huyo kuliko hicho. Unampenda huyo mchungaji wako kuliko hiyo 10,000 yako na 5,000 yako. Ndio maana umeichukua ukatoa. Sisi tukimpenda Mungu, tunaweza tukafanya mambo makubwa kwa Mungu wetu. Kama unaelewa, piga kelele, sema amina. Kama tunampenda Mungu, kwa Mungu wetu tunaweza tukatoa zaidi. Kwa Mungu wetu hatutahurumia mali zetu. Kwa Mungu wetu tutaachilia, hatutakuwa mabahili. Biblia imetuambia katika Mithali ile tuliyoisoma, kuna azuiaye lakini anaelekea uhitaji, lakini kuna atawanyaye lakini bado anazidishiwa. Ni ile Mithali 11:24. Yule anayezuia ni nani? Bahili katika kutoa. Lakini atawanyaye ni nani? Ni yule ambaye yuko tayari kuachia pesa yake, kuachia mali yake, kuachia vitu vyake kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe.
Nasema haleluya. Mashahidi, mnafahamu ile gari yangu ya kwanza tulikuwa tunaitumia sana kwenda nayo mikoani kwenye injili. Si mnakumbuka? Nimezunguka makanisa mpaka vijijini, huko vijijini. Nilipopata ajali, Mungu wa ajabu, sikuwa na hela, lakini watu wakanipa hela, nikanunua angalau hilo, kwamba usiwe bila gari. Lakini nafikiri mimi nilivyokuja kutafakari, nikasema ile sadaka ya lile gari nilivyokuwa nalitumia kwa ajili ya kazi ya Mungu, Mungu ameona bora anipe fidia. Pengine ningekuwa silitumii kwa ajili ya Bwana, si ajabu ningekuwa sina gari mpaka leo. Hii ni siri ambayo Wakristo wengi wamefichwa. Hivi mnajua hao watoto wa mjakazi? Nikisema watoto wa mjakazi mnanielewa? Hao watoto wa mjakazi, ikifika Ijumaa wao wanapika wali, wengine wanachukua kama ni 3 milioni 5, wanaenda wanagawia wale ombaomba barabarani 10,000, na mwingine alikuwa ananiambia zikiisha anarudi tena kuchukua zingine, anawagawia, anasema ni siku ya sadaka, kufungua milango wapate na wao riziki. Na mimi niseme na sisi tujifunze kutoa. Nasema acha ubahili, jifunze kutoa. Nisaidie kumpa uliyekaa naye, mwambie acha ubahili, mtolee Mungu vizuri. Geuka kwa mwingine, mwambie acha ubahili, toa vizuri kwa Mungu. Haleluya. Sababu ya 4 ya kutoa. Sababu ya 4, kutoa husababisha uzima. Kutoa husababisha uzima. Ndani ya mabano unaweza kuweka uhai. Kutoa husababisha uhai wa kiroho, wa kimwili, wa kiuchumi, wa kihuduma. Uhai unaoupata unapokuwa unamtolea Mungu, unapojua kumtolea Mungu, unakuwa na uhai katika maeneo mangapi? Maeneo mangapi? 4. Eneo la kwanza, unakuwa na uzima, unakuwa na uhai kiroho. Sababu ya pili, unakuwa na uhai kimwili. Lakini sehemu ya 3, unakuwa na uhai kiuchumi. Na sehemu ya 4, unakuwa na uhai kihuduma. Nimeenda haraka. Kiroho, kimwili, alafu kiuchumi na kihuduma. Utoaji unaleta uhai. Sema amen. Utoaji unaleta uzima. Naomba kidogo tutafakari mambo mawili matatu kabla sijapiga hatua mbele. Fikiria kama Mungu angetuumba siku zote tunakula, labda tuwe tumepatana kufunga, si ni sawa? Wewe uwe kazi yako unapokea, alafu vinaishiaga huku ndani kwa ndani. Unafikiri tungekuwa na hali gani? Tungekuwa salama? Tungekuwa tunakufa mapema. Lakini mtu unakuta asubuhi vitumbua, chapati, maharage anashindilia ndani. Mchana ugali wa dona, dagaa wa Bukoba na wa Mwanza na sato na sangara anadumkiza ndani, na chai ya rangi na maziwa na malimao na machungwa anadumkiza ndani, alafu vyote viishie humu. Nikwambie tungekuwa tunakufa mapema. Mungu akatupa mdomo kwa ajili ya kazi gani? Ya kupokea. Lakini akatupa na sehemu nyingine ya kufanya nini? Ukishajaza huku store imejaa, Mungu anakuambia ili vingine vipate pa kukaa, katowe sasa. Ili sato ziingie, wale dagaa wa Bukoba watoke, basi nenda mahali fulani kashughulike, kawe mtoaji. Ndio maana tunakwenda pale, na kuna watu wengine waliokula maharage hasa ya njano kutoka Kigoma, unakuta kabisa na kazana mpaka hakikisha utoaji umefanyika. Na usipofanyika utoaji, unakwenda hospitalini kwa dokta, yani wiki nzima hii
napokea tu, sijawafanya utoaji. Jamani, ni sawa sio sawa? Kuna anayefurahia kwamba mimi niwe nakula tu lakini nisitoe. Si lazima uende mahali utoe, ni kanuni ya kimungu, na kama usingekuwa unatoa lazima ufe. Hebu niwaulize, mzazi umezaa mtoto, sehemu ya utoaji imeziba, katoto kanalia, ukichunguza unasema sehemu ya utoaji haipo, unafanyaje? Si unakimbilia hospitalini, na hospitalini ukifika wanafanyaje? Si wanafanya operation, wanaitwa manesi haraka na madokta mabingwa wa watoto kama kina Lameck Mdengo, njoni, wanakazunguka kale kachanga, wanavaa makofia yao, nguo yao ya kidaktari, kina Millicent wako pale, wanaanza mavyombo, mavisu, manini, kama ni mikasi inawekwa madawa, lazima wapasue, sehemu ya utoaji patikane. Mchana wa leo nimekuja kama dokta kufanya operation. Wale ambao sehemu ya utoaji imeziba kwa Mungu wao, leo ni operation kwa jina la Yesu, ya kwamba lazima utoe. Usiwe mpokeaji tu, lazima ujifunze kutoa katika jina la Yesu aliye hai. Kutoa kwa Mungu kunaleta uhai, kunaleta uzima. Nimekuwa nikiangalia ramani, sijui Fulgence unaweza kuwa na ile ramani ya Kiswahili. Kwenye Biblia zetu huku nyuma huku kuna ramani. Kuna ramani moja nilifuatilia nikaipenda. Imeandikwa nchi takatifu wakati wa Kristo, au kwa upande wa Agano la Kale nchi takatifu na mataifa wa Israeli. Hii ramani natamani angetuwekea, kama ipo tuwe na kitu cha kujifunza. Inaweza kupanda kidogo. Sina fimbo hapa, sina fimbo. Kuna fimbo nipate, labda nielekezee. Mnaona hivi, mnaweza kuona vizuri ninyi mlioko mbali Aha, asante kwa kuongeza. Mnaona pale pameandikwa Galilaya. Mnaiona Galilaya? Hapa Galilaya kuna ziwa. Mungu wangu na mimi asante. Unaona, kuwa na vijana makini. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Naomba unipe ushirikiano kwa haraka kidogo. Mimi ni mwalimu. Hapa pameandikwa nini jamani? Galilaya. Si mnaliona hili ziwa hapa? Hili ziwa lina majina mengi. Hii miji yote inayozunguka hili ziwa linaitwa hayo majina. Unaweza kuita ni bahari ya Galilaya, unaweza kuita ni bahari ya Betsaida, na yote haya yamo ndani ya Biblia. Unaweza kuita ni bahari, ndio hii bahari ya Galilaya. Pia inaitwa bahari ya Genesareti, bahari ya Tiberia. Haya majina yote yamo ndani ya Biblia. Mnaona hii bahari ilikuwa inapokea maji kutoka huku juu. Mnaona huku juu maji yanakuja, yanaingia ndani ya nini? Ndani ya hii bahari. Yametoka kwenye haka kijito. Haka kijito kanaitwaje? Ngoja niangalie kwenye notes zangu. Haka kijito kanaitwa Meromu. Hapa jina lake kanaitwa Meromu. Kijito cha Meromu kinaachia maji, yanakuja kwenye bahari ya nini? Tusaidiane. Meromu inatoa maji, yanakuja kwenye bahari ya Galilaya. Bahari ya Galilaya na yenyewe inatoa maji, yanakuja kwenye bahari gani? Bahari inaitwa ya chumvi. Kwa hiyo maji yametoka bahari ya Galilaya, yamekuja bahari ya chumvi. Bahari ya chumvi mnaona inatoa? Bahari ya chumvi haitoi. Kinachotoa ni bahari ya, naenda na watu hapa vizuri. Tuna bahari ngapi hapa? Bahari inayotoa maji, inapokea na inatoa, ni bahari gani? Bahari ambayo inapokea lakini haitoi inaitwa bahari gani?
Wasomaji wa Biblia mnaweza mkaniambia sasa, Yesu mwenyewe katika maisha yake yote hapa duniani aliwahi kuitumia bahari ya chumvi? Jibu ni hapana. Ukisikia Yesu alitembea juu ya bahari, ukisikia Yesu aliwaagiza Petro wakavua samaki wengi, ukisikia Petro alituliza dhoruba, ukisikia miujiza yote ambayo Yesu aliifanya kwa kutumia bahari, ilikuwa ni kwenye bahari ya Galilaya. Bahari ya chumvi hakuwahi kuitumia. Kwa nini hakuwahi kuitumia? Ni kwa sababu humu bahari hii ambayo haitowi, hakuna kiumbe hai anayeishi ndani. Inaitwa ni bahari iliyokufa. Katika Kiingereza, unayo ramani ya Kiingereza? Hebu weka ramani ya Kiingereza. Tunataka tuwe chuoni kidogo. Inaitwa Dead Sea, yani bahari iliyofanya nini? Iliyokufa. Naona iko mbali kidogo. Zingatia, kuna bahari ya Galilaya, kuna bahari ya chumvi, na bahari ya Galilaya ambayo ndio bahari ya Betsaida, ndio bahari ya Genesareti, ndio bahari ambayo Yesu aliitumia sana. Lakini bahari hii ambayo ilikuwa inajua kupokea, haijui kutoa, Yesu hakuwahi kuitumia maisha yake yote. Tangu Yesu anaishi hakuwahi kuitumia bahari ya chumvi, kwa sababu ilikuwa ni bahari inayopokea na haifanyi nini? Haitoi. Sema amen. Nisaidie, muangalie uliyekaa naye, niulizie, ungependa ufanane na bahari ipi kati ya hizi mbili? Mwingine anaweza kuja kumuuliza Pausta au Mama Beauty, wewe ungependa ufanane na bahari ipi? Muulize uliyekaa naye, ungependa ya Kiingereza imekosekana. Ungependa ufanane na bahari ipi katika hizi mbili? Anasema bahari ipi angependa kufanana nayo? Bahari ya Galilaya. Unaona hii bahari ya chumvi, maandishi haya yanaonekana imeandikwaje? Ongeza font. Imeandikwaje hii? Dead Sea. Maana yake bahari iliyokufa. Kwa maana nyingine, kama si mtoaji, umekufa. Umekufa kiroho na unakufa kimwili, maana uchumi utakaa vibaya. Umekufa kiuchumi, umekufa kihuduma, katika mazingira yote umekufa. Mungu atupe neema, wana wa Mungu. Kuna wakati nilikuwa nikiliombea kanisa, najaribu kuwaombea washirika hapa, najaribu kuwataja, nikasikia sauti inaniambia, Frederick, usiombe tu, kawafundishe wajue kutoa, mimi nitawabariki. Nasema roho ya umaskini ishindwe kuanzia leo katika jina la Yesu. Roho ya kuishiwa na kufilisika na ikataa kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu jifanye hivi, sema mimi sio maskini. Sema mimi sio maskini. Sema mimi ni kama bahari ya Galilaya. Ninapokea na ninatoa. Sema tena, ninapokea na ninatoa. Ongeza sauti, ninapokea na ninatoa. Ninapokea na ninatoa. Piga kelele, sema amen. Mimi nakumbuka hata tulipokuwa wachumba, mimi wakati huo ni mwenyekiti wa kwaya, nilikuwa mwalimu tu wa kwaya, mwalimu wa kwaya. Mchumba wangu ndio yule pale. Nilikuwa nafanya kazi ya mtu, nauza soda, mauzo ya wiki nzima na yapanga. Kumbe huku ndani kuna 100 ya kwangu. Kulikuwa na noti za 100 nyekundu, mnazikumbuka watu wazima? Noti nyekundu naiweka katikati ya noti za bosi. Zingine nazigawa, naziweka mauzo ya wiki nzima ya bosi, sio za kwangu, lakini nashitua mtoto wa watu, nazigawa. Baada ya kwaya nasema, Jerida Samsoni, utabaki uonane na mwalimu. Anabaki kwenye benchi. Alafu namwambia, nitaka nikupe hela tu nunue soda. Soda enzi hizo ilikuwa shilingi 20. Naanza kuchomoa kwanza za huko,
Sema sio hizi, nazirudisha. Najua ya kwangu iliko, lakini namshtua tu. Nachomoa na za huku namna hii, nazirudisha. Natoa za hapa, nazirudisha. Mtoto wa watu anaangalia, nasema ninakoenda kunono, kumbe ni hela ya watu. Ndio nachomoa za hapa, nachomoa ile 100 na soda ilikuwa ni shilingi 20. Yaani nilikuwa najiripua, wewe sio mchezo. Hiyo 100 ni hela nyingi. Namwambia naona hii utakunywa soda tu. Mimi mwenyewe nabaki sina hela. Nasema mtoto wa watu lazima tanielewa. Na kweli kwa kutoa namna ile, Jumapili hii ikipita, Jumapili moja namshtua tena ili asisahau. Nikaja nikampata kimwana hapa. Haleluya. Yani unajua kama nasahau sijui, mama mkwe wangu, yani mama yake mzazi alikuwa amekataa. Anasema wewe, hawa wahubiri wainjilisti hawa watakusumbua. Yeye mwenyewe akasema mimi nimeshampenda sasa, nimeshampenda. Na mimi alipokuja kuniambia, nikamwambia mwambie mama nitampandia mlimani siku hizo 3, atanielewa kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Alivyoenda kumwambia, wao wenyewe waliniita, akasema yaishe, leta pesa. Shilingi 6,700 ndio ilikuwa mahari, pamoja na nguo ya mama umomo na koti la baba. Piga kelele, sema amen. Hebu sema nguvu ya kutoa. Kutoa kuna nguvu bwana. Yeyote ambaye ni mtoaji, hebu niwaambie hivi, niwaambie kweli na wala msifikiri nadanganya. Hata nyumbani baba na mama wanaheshimiwa kwa viwango na watoto wao. Unashangaa mmekaa pamoja, mtoto akitoka namna hii anaanza kusema baba shikamo, mama shikamo. Kwa nini aanze na baba? Maana ndiye anatoaga hela ya kwenda shule. Baba jichanganye, uwe bahiri, aanze kutoa mama. Mama ndio wanatoa. Na ndio maana wakati mwingine na wababa tuwe wajanja. Hawa mama hawa unaweza kumpa hela, peleka kwa mtoto na asiseme zimetoka kwa baba. Anampa kama yeye ndiye kampa, anamwambia wewe unatumia polepole. Si unaona nakupa hii hela, itumie vizuri. Kumbe zimetoka kwa baba. Siku zingine na wababa tu tunawapa wenyewe. Unaambia mwanangu nakupenda, chukua hela hii hapa, ili shikamoo ziendelee. La sivyo, watoto wakishajua mama ndiye anayetoa, utashangaa anaanza mama shikamoo, alafu ndio anageuka na baba shikamoo. Shikamoo zitaanza kwa mama usipokuwa mtoaji. Mbona wababa mmenuna sasa? Haleluya, haleluya. Sema amen. Ipo nguvu katika kumtolea Bwana. Usipojifunza kutoa, ukafikiri mimi nikitoa na wafaidisha wachungaji, mimi nikitoa sijui askofu ndiye anafaidika. No. Ni uongo wa shetani. Uongo wa shetani. Unapotoa kwa Mungu, ni kwa faida yako mwenyewe. Kwani wewe hujawahi kuona mtu amepata labda 100,000, kaipata na alikuwa na shida nayo, labda alipe kodi, labda nini, ghafla mke hoi au mtoto hoi au we mwenyewe mwanaume hoi? Sinatokeaga? Nasema ndio hela nilikuwa na mahesabu nayo, jamani, inaondoka. Utajikaza siku ya kwanza, unasema ngoja nitafune mbegu za malimao ili kwamba nisiende hospitali. Unashangaa malaria ndio inapanda, inaongezeka. Unajikaza siku ya pili, unaanza nipelekeni hospitalini, hali mbaya. Kale kalaki huponi mpaka kote kameisha, unaanza tena upya. Kwa hiyo unapoona Mungu anakupa hela, unainunua chakula, unafanya mambo yako, unaimaliza vizuri bila kuugua, ujue ni Mungu kakulinda. Tunapomtolea Mungu, Mungu analinda afya zetu. Tunapomtolea Mungu, Mungu analinda uchumi wetu. Tunapomtolea Mungu, hatupati pesa yetu haichukuliwi na chuma ulete, inakuwa salama. Haleluya. Kama bado unanielewa sema amen.
Ngoja nije kipengele cha 3 nimalize. Kipengele cha 3, faida. Ngoja nije cha 2 kwanza. Utoaji unaompendeza Mungu. Utoaji unaompendeza Mungu. Andika namna hii. Andika. Utoaji unaompendeza Mungu ni ule unaogusa moyo wa Mungu na moyo wangu. Narudia kusema, utoaji unaompendeza Mungu ni ule unaogusa moyo wa Mungu na moyo wangu. Yaani wewe mwenyewe mtoaji ukitoa unasikia hapa hiki ni kishindo cha nguvu. Na moyo wa Mungu jinsi unavyojisikia ule kwamba kweli nimetoa, na ndivyo na Mungu naye anavyosikia. Jina la Bwana libarikiwe. Huu ndio utoaji unaompendeza Mungu. Biblia inatuambia Mungu alimtoa mwanae wangapi? Alikuwa ni mwanae wangapi? Wa pekee. Huyu wa pekee Mungu akatoa. Unaweza kusema mimi nina kitu cha pekee, sina kitu kingine, nikitoa nitabaki na nini? Ukisikia moyoni toa, usibane, toa tu. Kutoa ni kama vile kujiripua. Ukisikia Roho wa Mungu anakuhimiza toa kitu fulani, toa. Na baadaye unakwenda kuona baraka za Mungu. Kule kwa Ibrahim, tunaona na Ibrahim alitoa mwanae wa pekee. Kitabu kile cha Mwanzo sura 22. Twende kwa haraka kidogo. Mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Mwanzo 22 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa 1. Tusome wote pamoja, inua kichwa chako tafadhali. 1, 2, twende. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim. Turudie tena. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alifanya nini? Anamjaribu namna gani? Tusome. Akamwambia Ibrahim, naye akasema mimi hapa. Akasema mchukue mwana wako. Kama Mungu alitoa mwanae wa pekee, na Ibrahim naye alitakiwa atoe mwanae wa pekee. Ufanyaye nini jamani? Umpendaye, ambaye anaitwa nani? Isaka. Ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Mstari wa 3. Ibrahim akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana 2 pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali gani? Hapo ndipo akamtolea sadaka kwenye moja ya milima ya Moria. Akajenga madhabahu. Akamwambia Isaka. Kwanza Isaka wakiwa njiani anamuuliza, baba, tunaona moto upo, kuni zipo, kondoo wa sadaka yuko wapi? Ibrahim anamwambia, mwanangu, Bwana atajitwalia. Lakini moyoni anajua anayekwenda kuchinjwa ni nani? Isaka, mtoto wake wa pekee. Hivyo wasomaji wa Biblia, Ibrahim alipokuwa anaondoka na Isaka, alikubaliana na mke wake. Hivi unafikiri Ibrahim angemwambia Sara kwamba Sara, Mungu ameniambia nikamchinje mwanangu leo kwenye mmoja wa milima ya Moria, Sara angepokeaje? Angemwambia, mzee, tuheshimiane, haujawahi kwenda leba, hujui uchungu wa kuzaa, tuheshimiane. Naamini ndevu za Ibrahim zingeng'olewa na kipande cha chupa. Lakini kwa usalama Ibrahim akasema, kwa sababu ni Mungu, acha niende. Mwanae anamuuliza, kondoo
wa sadaka yuko wapi? Anasema Mungu atajitwalia. Wamefika kwenye mlima wa Moria, wamejenga wote madhabahu, wamekusanya mawe, wameweka kuni juu, alafu wamemaliza. Ndio Ibrahimu anamwambia, sasa mwanangu, uliniuliza swali njiani kwamba moto upo, kuni zipo, kondoo wa Pasaka yuko wapi? Mungu ameniambia nikuchinje wewe, uwe ndiye kondoo wa Pasaka. Hebu naomba tuambiane ukweli. Watoto hawa wa .com hawa ambao wameshawahi kumuona Bruce Lee na Jet Li na nani na kina Ronaldo na kina nani, Ronaldo ni mcheza mpira, wale wa ngumi wa boxer. Hivi tuseme kama watoto wa kipindi hiki angekubaliana? Ibrahimu anamwambia, mwanangu, lala kwenye madhabahu ni kuchinje. Kangeruka pembeni. Baba, na kunyosha sasa hivi, nitaenda kutoa ripoti kwa mama. Lakini mtoto aliyelelewa, haleluya, anamjua Mungu wa baba yake. Akajua Mungu wa baba yake ni Mungu wa ukweli. Akamwambia, baba, kwa kuwa ni Mungu amekuambia, niko tayari nichinjwe. Nifunge miguu, funga mikono. Kaisaka kakafungwa mikono kwa mbele, kakafungwa na miguu. Baba kakanyanyua, akakalaza juu ya madhabahu. Yuko serious, ameamua kuchinja awe sadaka kwa Mungu wake. Na kwa kuwa ni mzazi, ile huruma itakuja, ilibidi ashike tu, afumbe macho, na akamfumba kwenye yule mtoto, akaweka mkono wa kushoto kwenye macho, alafu mkono wa kulia umeinua kisu. Anajiandaa, ameshalenga, nikishusha inadumbukia hapa tatia. Meshainua namna hii, kabla ya kushusha nasikia sauti, Ibrahimu, 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 nimeamini wewe Ibrahimu unanipenda. Unanipenda Ibrahimu, unanipenda. Ikiwa hujanizuilia Bwana wako wa pekee, Ibrahimu, unanipenda. Kipimo cha pekee cha kuonyesha unampenda Mungu ni nini? Utoaji. Unaposhindwa kutoa muda wako kuja kanisani, unapimwa hapo. Tuna siku 3 tu za ibada, siku 2 fupi. Siku ya leo ndio ndefu kidogo, na leo Jumapili yenyewe unakuta mtu anakaa kwenye kiti kama kuna upupu, anatamani hawahi kuondoka. Muda wako na utoa kwa Bwana, ule ni muda ambao unaonyesha ni kwa kiwango gani unachompenda Mungu. Muda ambao unaacha uwemo katika nyumba ya Bwana ndio unaonyesha unampenda Mungu wako aliye hai. Ibrahim, nimeona kweli unanipenda kwa kiwango hiki cha utoaji, unanipenda. Haleluya. Hebu niulizie Mungu, niulizie uliyekaa naye, unampenda Mungu kwa kiwango gani? Je, unatoa muda wako na mali zako kwa kiasi gani? Kanisa sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Toa sadaka ambayo inagusa moyo. Ndio kiwango. Umepanwa, majukumu ni mengi, shughuli ni nyingi, lakini unasema siachi kwenda kanisani nikasali. Na mimi niseme hivi, kama Wakristo tungepata neema hiyo. Wenzetu wana vipindi 5, sisi siku 3 tu, tena masaa machache. Tunashindwa nini? Ule muda ambao umepanwa na Mungu, tena anasema nakutaka. Toa sadaka ya muda uje kwangu. Toa sadaka ya ujuzi wako uje kwangu. Toa sadaka ya mali zako utoe kwangu. Toa sadaka ya huduma yako fanya kwangu. Tukijifunza namna ile, utaona Mungu anakufungulia milango na upenyo mkubwa wa uchumi. Afya yako itaimarika, uchumi wako utaimarika, maisha yako yatanawiri. Ulikuwa unawaza nitaishije, Mungu anaweza kufungulia milango ya uchumi. Wakati mwingine hauna dira ya maisha kwa sababu bado ni mzito katika kutoa. Hebu Bwana kufanyia wepesi kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Najua masomo haya ya utoaji ni masomo muhimu, lakini tunapoyafundisha watu wanahisi labda tumekosa cha kusema.
au tunataka hela. No, mimi sihitaji hela yako, lakini nataka nikufungue. Kama hauendagi kwa waganga, hauendi kulala makaburini, kama hauko tayari kutoa sadaka ya mama yako au mtoto wako unayempenda, nenda kwa Mungu, toa kwa Mungu. Toa sadaka ya muda kwa Mungu. Toa sadaka ya fedha kwa Mungu. Toa sadaka ya huduma kwa Mungu. Una huduma, wewe ni mwimbaji, lakini wewe unapatikana Jumapili mpaka Jumapili, unaonekana kiwango cha kumpenda Mungu ni kiduchu. Tuonyeshe viwango, wana wa Mungu. Nasema tuonyeshe viwango. Ongeza viwango vya kumpenda Mungu wako. Ongeza viwango hata Mungu aseme ninagundua sasa unanipenda. Ikiwa umesimamisha majukumu yako, ninajua unanipenda. Haleluya. Nakumbuka Elia alisimamisha mvua miaka mingapi? 3 na miezi. Ongea kama uliyeokoka sasa. Elia alisimamisha mvua kwa muda gani? Miaka 3 na miezi 6. Wakati anataka kuomba mvua inyeshe, alitoa sadaka? Hakutoa? Pipa ngapi za maji? Kwanza aliambiwa, walipotengeneza madhabahu, akawaambia manabii wa Baali, wekeni sadaka, muite Mungu wenu. Manabii wa Baali wakaita, yala, hakuna kilichotokea. Akasema, haya, ngoja nijenge madhabahu yangu. Akaweka mawe 12 sawa sawa na makabila 12 ya Israeli. Akapanga kuni. Alafu akasema, tekeni maji mapipa mangapi? 4. Walipoyaleta, unafikiri miaka 3 na miezi 6 hakuna mvua, kupata mapipa 4 ya maji mchezo? Si tunasoma Biblia vijito vilikauka. Maana yake watu walikuwa wanahangaika kuyapata maji. Kwa hiyo ilikuwa ni msako wa nyumba kwa nyumba, mwenye bakuli, mwenye kasufuria, mwenye kabeseni. Amekapangia budget, anasema Elia nataka. Kwa sababu walikuwa na upako, watu walikuwa wanatoa. Akapata mapipa 4. Badala ya kuambia jamani mmeomba sana mna kiu kunyweni, akasema yamwageni juu ya nini? Juu ya madhabahu. Anajua ninataka maji, lazima nitoe sadaka ya maji. Unataka maji, nitoe sadaka ya maji. Mapipa 4 yote hakuna hata wa kukinga bakuli moja. Alisema yametosha. Akasema ongezeni tena mapipa mangapi? Inawezekana, haijaandikwa kwenye Biblia, lakini inawezekana washauri walimwendea Elia, twende kwa hekima. Hata ya mapipa 4 yenyewe tumeyapata kwa shida. Usiwakwaze waumini. Waumini wameshahangaika sana kupata pipa 4 za kwanza. Unatuambia pipa 4 zingine? Mwambie Mungu atusamehe tu, na hizo pipa 4 zinamtosha. Elia anasema leteni pipa zingine ngapi? Ziwe jumla 8. Wakasema hamna shida, tumeagizwa na kiongozi wetu. Wakaenda wakakusanya, wakafanikiwa. Wakasema safari hii imekuwa kali kweli kweli. Pipa 4 zilipopatikana, akasema na zenyewe wafanye nini? Wamwage juu ya madhabahu. Wameshamaliza kumwaga mpaka tone la mwisho, anasema nataka tena pipa 4. Akasema huyu mzee sasa anataka kutua kwa ukame huu. Ziwe pipa 12. Anasema hakuna namna, leta pipa zingine 4. Mara 3 pipa 4, si ndio pipa 12? Maana yake pipa moja iliwakilisha kabila moja la Israeli. Kama angetoa zile pipa 8, maana yake makabila 8 ya Israeli ndio angepata maji. Makabila 4 yangeendelea na ukame. Kwa hiyo walilazimika watoe sadaka ya maji. Sadaka iliyowaumiza sana. Sadaka ambayo walihangaika nayo sana. Lakini wakatimiza mapipa 12, na ndipo akasema Mungu, watu wako wajue ya kwamba mimi nina Mungu aliye hai. Baada ya kutoa sadaka, baada ya kutoa sadaka, Mungu mwenye anajua huyu mtu ananipenda, na kama ananipenda maombi yake nitasikia. Haleluya, nasema haleluya. Hebu niwaulize kidogo, hivi Mungu kweli ana mahitaji mpaka sisi tutoe kwake? Kwa nini sisi tutoe?
tunaonyesha upendo. Tunaonyesha nini? Upendo. Juzi Happy alininunulia nguo fulani hivi, kaipiga namna ile, kaona sio alienda Kariakoo ngapi kanunulia nguo, vaa namna hii imenienea vizuri safi. Nikamwambia mama yake, mama, huyu mtoto akili anayo. Nilijisikia kumpenda mara 5 zaidi. Kwa sababu sasa nimeshampenda. Alivyoniambia, baba, kuna mahali natamani unisindikize, nilikubali haraka. Nikakanseli mambo yangu yote. Nikamwambia, mwanangu, twende mbali pa kushinda kutwa nzima. Yeye mwenyewe shahidi, tulienda huko pwani. Nikasema, huyu anayenunuliaga nguo huyu nisipuuze, huyu lazima nimsindikize. Haleluya! Unafikiri ningekuwa litoto, halikumbuki baba, halimkumbuki mama, halijali, linapata hela linamaliza lenyewe, ningeshtuka? Hamna. Siku moja nilienda Kigoma kwa mama. Mnakumbuka kwenye ajali alifariki mdogo wangu Yule mdogo wangu aliyefariki alikuwa anamhudumia mama sana. Siku hiyo nimeenda, nafika nyumbani, akaanza kumwaga sifa. Mdogo wako anafanya hivi, anafanya haya, anafanya hivi. Yaani anamwaga sera za kumsifia mambo anayomfanyia. Unafikiri nilifurahi? Mimi ndiye mtoto wa kwanza. Ndio mtoto wa kwanza, first born mimi. Halafu sifa zinaenda kwa mtoto, sio wa pili, wa tatu huko. Nikasema, huyu mama vipi? Kumkatalia siwezi. Nikamwambia mjukuu wake mmoja nisindikize. Nikaenda sokoni, nikanunua na mimi dumu la maziwa kile cha lita 5. Nikanunua migebuka, watu wa Kigoma wanaijua, ya kutosha tu namna hii. Nikanunua na nyama, vitunguu, nyanya, mafuta, nini, mazagazaga. Sasa tunakuja namna wote tumepinda mikono, tumebeberea mizigo, naleta kwa mama. Nikafika na tua pale, nikamwambia mama, choma mgebuka, choma nyama leo, kula ovyo. Yaani usipange budget. Nikachukua na 50,000 nikapiga pale, nikamwambia kama ni soda, kama niniagiza. Nikamzima zile data za Voda, nikamwasha za Halotel. Alisema, mwanangu, wewe kweli ni mtoto wangu mkubwa, inama. Nikainama. Akaanza kutema mate hapa. Utu mwanangu, ukazidishiwe mwanangu. Utu. Nikasema, si ndio hayo nilitaka sasa. Haleluya! Nataka niwaambie hakuna siri kama kufanya namna hiyo. Unanielewa ninachokisema? Faida ya kutoa kwa wazazi, kipengele chetu cha 3. Faida ya kutoa kwa wazazi na watumishi wa Mungu. Nitaongea kifupi sana hapa, na mambo mengi sana ambayo ningesema, lakini naomba niongee kifupi sana kwa sababu ya muda wetu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 27. Mwanzo 27. Mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Faida ya kutoa kwa wazazi na kwa watumishi wa Mungu. Mimi nakwambia, chochote unachofanya kwa mzazi wako, hata kama hajaokoka, ni baraka kwako. Unanielewa? Mwingine kaniuliza akasema, sasa kama baba ni mlevi, halafu ninampa hela anaenda kulewa, inakuwaje? Nikamwambia, usimnunulie pombe. We mpe hela, mwambie baba, pata supu nzuri. Yeye sasa kipeleka kwenye pombe, si ni akili yake? Si ni sawa jamani? Lakini usiache kumpa mzazi wako, baba yako, mama yako, chochote unachobarikiwa nacho, hata kama yuko kijijini. Kuna watoto wengine wako hapa wanawasahau wazazi kijijini. Mzazi yuko kijijini anapika matembele, chukuchuku na chumvi, wewe uko unakula nyama choma. Ni laana. Jifunze kukumbuka mzazi. Bado mnanipenda? Haleluya. Mzazi yuko kijijini anaishi maisha ya tabu.
Kuna mazingira mengine hata mtoto anashindwa kumtambulisha mzazi kwa mazingira anayofanana. Kakanga tu kale ka shilingi, sijui kanga wanauza 1000 ngapi, 10,000, 20. Unakuta kakanga kale kanako ukifua mara 2 kamepauka, ndio mama yako kavalia. Alafu ulienda Kariakoo ukakuta vile visweta vya 500, kisweta cha kiume ukamnunulia mama yako. Kwa mama yako akipiga kile kisweta ndio anaenda nacho kanisani, na ile kanga anaonekana ni mshua, mtoto yuko Dar es Salaam, kumbe vyote kijumlisha 2500. Wewe mtoto uko mjini unapiga pamba, umenyoka kweli kweli mpaka watu tunakusifia. Hebu tuwakumbuke wazazi. Kama una wazazi bado, hebu sema amina. Tuwakumbuke wazazi wetu, wale vizuri, wanywe vizuri, waishi vizuri. Kama unakunywa chai ya maziwa, na yeye mpe chai ya maziwa. Mbona amina zinapungua? Mwanzo 27 tusome wote mstari wa kwanza, twende haraka haraka. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita, endelea, ongeza sauti, mwanawe mkubwa akamwambia, mwanangu, naye akamuitikia, mimi hapa. Unajua kuitika mimi hapa ilikuwa ndio namna ya kuitika kwao. Kama sisi tunavyoitika naam, wao walikuwa wanaitika mimi hapa. Kama vile Ibrahim kaitwa na Mungu kasema mimi hapa, na huyu Isaka anamuita mwanae Esau anaitika mimi hapa. Ndio ilikuwa kuitika kwao kwa adabu. Mstari wa 2 tusome. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. 3, basi na kuomba, chukua mata yako na podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo. Mnasikia? Kabla sijafa niwindie, sio ya kwako, hayo mawindo yatakuwa ya kwangu, lakini kawinde wewe. Mstari wa 4, ukanifanyie chakula cha namna gani? Kitamu. Kumbe mtoto lazima ajue mzazi anapendaga chakula gani. Na mimi namshukuru Mungu, wamama wa kanisa hili wanajua chakula ninachokipenda. Yaani wamama wale ambao ni watoto wa Frederick Simon, ukiwauliza askofu anapenda nini, wanakuambia, yaani hawapati shida. Chakula kile nikipendacho andaa, ukaniletee. Alafu tusome wote, ili nile na roho yangu. Turudie tena, ili nile, twende wote. Watumishi wa Mungu, Bwana apewe sifa. Mzazi wa kimwili na mzazi wa kiroho anatarajia anapokulea wewe, na wewe mjali kwa mahitaji ya kimwili. Unanielewa vizuri? Isaka anamwambia Esau, nenda kawinde, nataka nile, nikishakula roho yangu itakubariki, nataka nikubariki kabla sijafa. Sasa tunaelewa yaliyotokea. Kaenda kachelewa kupata mawindo, Yakobo akamzunguka, akaja akapata. Lakini yote ile ilikuwa ni mpango wa Mungu. Ndio maana Mungu alimbadilisha jina, akasema hautaitwa tena Yakobo, yani mlagai, utaitwa sasa Israeli, yani taifa la Bwana. Mungu alikuwa alishapanga tangu wakati wako tumboni. Esau yuko mbele, Yakobo yuko nyuma, lakini wakazaliwa, mdogo kamshika kisigino mkubwa. Mungu akasema namna walivyotoka, maana yake mkubwa atakuja kumtumikia mdogo. Kwa hiyo ilikuwa ni mpango wa Mungu, na huu mpango ili utimie lazima mzazi ale. Usikunje sura sasa, niko na kutengeneza. Mzazi ale. Mzee Kivugwa, wewe una watoto, unasemaje ukiona wale watoto kina Jonathan na dada zake na nani na wadogo zake,
Wanakuja wanakaa kikao, wanasema tumjengee baba mahali pazuri, nyumba nzuri, alafu tumtafutie kausafiri kakuwa kanampeleka kanisani. Kikao tu, hawajakupa chochote. Utajisikiaje? Utasema kwa kweli nilizaa. Mama huwa anatutamkiaga baraka kila leo. Kwa nini? Mama akisema tu nina shida, tunatuma hela. Kila mmoja kwa uwezo wake, mwenye 10,000, mwenye 20,000, mwenye 5, mpaka hitaji la mama aseme jamani imetosha. Tunachotafuta nini? Ni baraka. Baraka za mzazi. Haleluya. Haleluya. Mnasemaje sisi wachungaji wenu? Kama mnavyoweza kufanya kwa wazazi wa kimwili, mkafanya na kwa wachungaji wenu. Mkajigroup, wa baba tunashonesha suti moja, na wa mama tunashonesha suti 2, na wa mama tunanunua vitenge na hela za kushonesha 2. Wachungaji tunasimama hapa, wa baba wanatubariki. Wake zetu wanasimama pale, wa mama wanawabariki. Mnasemaje? Sitakuwa nzuri sana? Ndio pale unashangaa mtumishi wa Mungu anaomba machozi yanatoka. Ile ni baraka. Hata sipotoa machozi, hata akisema mbarikiwe, 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 ni baraka unaondoka nayo. Utashangaa mikosi mengine yanaondoka. Kwa mtu sasa ambaye shetani ameamua kumkandamiza, atasema unaona sasa askofu ameanza kujipigia debe, anataka tumshonee nguo. Mimi nina nguo kibao nyingi tu, lakini bado ninatamani kuvaa suti yako. Nimekosea? Nina nguo nyingi, hata ukiniuliza ghafla nina suti ngapi sijui. Kusema ukweli sijui nina suti ngapi. Labda nikatulie nizihesabu. Lakini nilipopata, simnaona hii suti niliyoivaa, mnakumbuka alinipa nani? Deo alinibariki hii suti. Nikatangaza nikasema mnavyoona nimependeza ni Deo. Hata yeye mwenyewe anajisikia vizuri. Hata na mimi kila nikivaa nikiweka ndani ya kabati namuona Deo ndani ya kabati. Nikining'iniza kwenye msumari namuona Deo kwenye msumari. Haleluya. Kama ninaomba, kawaida unaweza ukaomba kafungua macho kidogo, si ndio? Jicho linakwenda linagonga kwenye suti, maombi yanabadilika. Mungu na Deo mkumbuke. Kwa nini? Alinibariki. Fanya kitu kwa wachungaji wako. Fanya kitu kwa mama wachungaji wako. Fanya kitu kwa wazee wako wa kimwili na wa kiroho. Kama ungekuwa unanipenda ungesema amina. Kuna siku moja mimi hivi vitu naovifundisha, lakini kanisa hili kwa sehemu fulani tumepiga hatua. Ninawapongezeni sana. Kuna siku moja nilisimama kama uchokozi tu. Kama mtakumbuka, sikumbuki ilikuwa mwaka gani. Nikasema jamani, leo nina hamu ya kula sangara. Nana nipe sangara, nataka sangara 1 nikale leo nyumbani. Kuna anayeweza kukumbuka? Watu wakanipa hela, leta hela, badala ya 1 nikaenda kununua kilo hizo 3 na viungo juu. Na mimi sio kwamba nilikuwa sina hela, lakini nitaka kujua hawa wanangu moyo wao kwangu ukoje. Maana yake huwezi kusema I love you wakati utoi, ni uongo. I love you ya maneno toa. Muuliza hata mchungaji Eferi, alitoa sana kwa Mary mpaka kampata. Alitoa sana. Nasikia alikuwa na banda la vyakula huko Nzega, karibu afilisike. Yuko anatoa kwa ajili ya mtoto wa watu. Lazima utoe. I love you ni matendo. Haleluya. Nasema nampenda Askofu Frederick, toa na Mungu atakubariki. Sema amen. Tumeelewa somo la leo. Linahusu nguvu ya nini? Nguvu ya nini? Tuko tayari kutoa? Je, tunataka tufanane na bahari gani kati ya zile bahari mbili? Tunaweza tukakubali kufanana na bahari ya chumvi, bahari iliyokufa? Kama unaweza kusema hapana, lakini usipotoa sadaka nzuri,
Maana yake unafanana na bahari ya chumvi. Toa vizuri ili ufanane na bahari ya Galilaya ambayo Yesu aliitumia. Yesu alifanya miujiza kwa bahari hiyo. Yesu alitembea juu ya bahari hiyo. Yesu akufanye kuwa bahari ya Galilaya kwa jina la Yesu, ili kwamba ufanyike baraka, unayetoa sadaka, unayetoa samaki wengi kwa watu. Tusimame. Simama kwa miguu yako. Nyosha mkono wako wa kulia juu. Fumba macho yako. Sema, asante Bwana Yesu kwa neno lako la uzima. Umesema nami mchana wa leo kwa habari ya kutoa. Najua nimekuwa nikitoa, lakini kwa kiwango kidogo. Nisaidie Bwana, niongeze viwango vya kutoa. Nitoe sadaka nzuri mbele zako Bwana, sadaka inayogusa moyo wangu na moyo wako viguswe na sadaka yangu katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya umaskini, ninakataa kuwa mkia, nakataa kuwa chini. Mimi ni wa juu, mimi ni mbarikiwa, mimi ni tajiri, kwa sababu wewe ulifanyika maskini ili mimi niwe tajiri. Katika jina la Yesu, roho ya umaskini, roho ya ufukara, roho ya ubahili ndani yangu ninaikataa, ninaipinga kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Yesu, maana umenitengeneza. Naanza leo kuwa mtu mpya kwa viwango vikubwa vya utoaji katika jina la Yesu. Chukua dakika moja tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike ambao umewaleta kwenye ibada ya leo ili tujifunze habari ya kukutolea. Naomba baraka nyingi kwao, naomba neema nyingi kwao, naomba Bwana watendee mema. Uweza wako tokao juu ukapate kwa juu ya kila mmoja. Nakataa katikati yetu asiwepo hata mmoja atakayefanana na bahari ya chumvi, Dead Sea. Kila mmoja fanane na bahari ya Galilaya, bahari iliyotumiwa na wewe, ambayo ilipokea lakini iliweza kutoa. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, wingu la uweza wako e Bwana likamfunike kila mmoja, ili tuweze kuwa na utoaji uliobarikiwa. Utukufu na heshima na kurudishia wewe uwezaye kutenda, katika jina la Yesu Kristo, amen.